Kaniki mwanangu, haya yote umeyataka wewe. Hatimaye mpaka sasa Kaniki ndio kama hivyo tena amechanganyikiwa. Bwana, ni hatari. Sijui itakuwaje hatima ya Kaniki tunaona, lakini bado mama yake anaendelea kumlaumu, akimtokea akiendelea kumlaumu kwamba ameyataka mwenyewe. Ni hatari. Bwana, Kaniki bwana ndio hivyo sasa, sijui itaishia hivi kwamba Kaniki ataendelea kuchanganyika hivyo kwamba mental au nini ambacho kitatokea, kwa sababu tunaona mpaka sasa Kaniki akili zake zimeruka. Haelewi hili wala lile. Sasa sijui nini ambacho kitajiri kwa upande wa Kaniki. Kiufupi, mwana kulitafuta mwana kulipata, ndicho ambacho kinamtokea Kaniki kwa sasa. Bwana, mwisho wake sijui itakuwaje, lakini tunaona sasa kwa upande wa pili ambapo tumemwona rafiki yake na Vevo ameamua kujiondoa katika nyumba ya kina Vevo. Mwamba, tujaribu kuangalia moment na jamaa namna ambavyo alivyotumia hekima fulani, kwa sababu pengine kwa tukio lile ambalo liweza kutokea, pengine labda angemfukuza mke wake, lakini tunaona pia yeye ni sababu ambayo imepelekea mpaka mke wake kuingia katika mtihani hiyo. Pengine mke wake alikuwa anafanya hayo yote kwa sababu ya mume wake aweze kupewa pesa. Umeona? Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kimetokea, kwamba kwa sababu ya pesa ndicho kitu ambacho kimesababisha leo amejikuta amemsaliti mume wake. Sasa tunaona Mwamba bana aliamua kukaza basi, akasema basi naliwe bora tukapambane na maisha yetu ya umaskini. Lakini tukumbuke pia wakati huo Vevo alikuwa tayari ameshakwisha kumtumia takriban milioni 5. Sasa tunaona kwa sababu ya tamaa tayari amejikuta amemuingiza mke wake kwenye majanga, amejikuta ametembea na rafiki yake tena. Sasa kwa sababu ya tamaa yake, kwa sababu Zumba tunakumbuka katika episode ya nyuma alijaribu kumwambia, kumshawishi kwamba kaka, kwa nini usiende ukawa unafanya shughuli zako, lakini Mwamba hakutaka kuelewa. Sasa ambacho kimetokea ndio hicho, anabaki anaanza kujuta baada ya matokeo ambayo yameweza kutokea, lakini tayari hawezi kubadilisha kitu kwa sababu ndio mazingira ambayo tayari yamesha kutokea. Sasa kiufupi mambo ni moto katika tamthilia bomba ya Big Boss, lakini tumeona tukio kubwa ambalo ameweza kulifanya Tony. Kiufupi ni vitu vya aibu sana kuweza kumbaka dada yake. Bwana, Tony bwana akili yake kifupi anaenda kuwa mental na yeye. Yaani anapoelekea kwa sababu ya matumizi ya vilevi hivyo ambavyo anatumia, kiufupi anaenda kuchanganyikiwa kwa sababu mpaka amefikia hatua hiyo ya kumbaka dada yake. Yaani ni kitu ambacho sio cha kawaida, lakini tunaona Tony ambacho ameweza kukifanya baada ya dada yake Kidao ambaye alikuwa amebaki katika nyumba hiyo. Tunaona ama mdogo Siwa alijaribu kuambia sana na kuambia bwana, msiende huko kwa Tony, tupambane na maisha yetu haya ambayo tulionayo. Japo tunakula maisha, tunakula kwa tabu, tunaishi kwa tabu, lakini ni afadhali kulikoni kwenda kuishi katika jumba hilo ambalo siku zako za kuishi zinakuwa ni chache. Bwana, lakini hakutaka kuelewa, lakini bidada ambaye ni Kidao ambaye alikuwa akimtetea sana Tony sasa kimemlamba kwa upande wake. Abaki ni machozi na huzuni na simanzi kwa upande wake, kwa sababu hakutegemea kufanyiwa kitendo hicho. Kiufupi mpaka kwake kuna namna hata ya kukielezea kwake inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ni kaka yake. Sasa ameweza kumbaka, yani imekaaje hii kitu? Natamani kuona comment kutoka kwa watazamaji wetu ambao wamekuwa wakifuatilia tamthilia bomba ya Big Boss, ambao wamekuwa wakiona mienendo na tabia za Tony. Kiufupi sawa, Tony pengine familia ilimtelekeza na kumwacha, lakini je, anapaswa kufanya kitendo kama hiki? Kiufupi hapa amevuka mipaka, na sasa sijajua kwa upande wa familia yake mpaka sasa au ndio mahusiano yamekuwa